Yes, mambo vipi mtazamaji wa Simba Hub? Ni siku nyingine tena tunakutana, siku ya furaha kabisa. Najua wanangu mmeenjoy ushindi wa jana club wa goli moja kwa sifuri dhidi ya masimu karibu ya Simba Sports Club, Dar es Salaam Young Africans. Yani hakuna raha kushinda kombe tena, hakuna raha kuchukua ubingwa, hasa ukimfunga mpinzani wako wa karibu ama mtani wako wa jadi kama Young Africans. Kwa hiyo hongereni wote kwa ushindi mkubwa jana. Mmekata kiu ya makombe kwa muda mrefu. Kombe la mwisho kulichukua kama wengi mnakumbuka ni mwaka 2024, ilikuwa ni kombe hili hili la Muungano huko visiwani Zanzibar, katika fainali ambayo mnaikumbuka Simba alimfunga Azam goli moja kwa sifuri. Kwa hiyo leo hii specifically tutakwenda kuzungumza kwa kidogo tu performance ya timu, ubora ulikuwa wapi, lakini pia udhaifu ulikuwa wapi na nini cha kuboresha kuelekea katika mchezo ijayo, lakini pia kwenye dirisha la usajili na aina gani ya wachezaji ambao klabu inapaswa kwa sajili ili waweze kuendelea kuongeza ubora na kuifanya timu iweze kuonyesha zaidi ya ambacho imekionyesha katika mchezo wa Young Africans uliofanyika jana usiku huko katika uwanja wa Amani Stadium visiwani Zanzibar. Sasa kabla tujaendelea, nikusii endelea kusubscribe channel yetu hii ya Simba Hub ili utuwezeshe sisi hapa mimi pamoja na wenzangu ambao tuna run platform hii ili tuweze kufikishia taarifa hizi kutoka katika klabu yako pendwa Simba, taarifa ziweze kufika kwa haraka. Lakini usisahau pia kusubscribe, usisahau pia kutuandikia maoni yako juu ya kile ambacho kinaendelea katika platform hii. Tuambie ni nini ambacho unataka kukisikiliza, ni nini ambacho unataka kukifahamu, ni nini ambacho ungeweza kushauri juu ya hizi taarifa ambazo tunazifikisha kwako. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa positive jana ni kwenye swala la safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi ya Simba kwenye hii michezo mikubwa huwa inaonekana imetulia sana, na hapo tutasifu zaidi pia mbinu za mwalimu Steven Baka dhidi hizi mechi kubwa. Kwenye mechi kubwa mara nyingi huwa anazicheza kwa tahadhari, huwa hafunguki sana kama ambavyo amekuwa akifunguka katika mechi za wapinzani wa kawaida. Na unaweza ukasifu pia viwango vya mabeki wa nyuma. Ismail Tule alikuwa na game nzuri sana, Rushaine Derok alikuwa ni man of the match, alikuwa na mechi nzuri sana. Eneo pekee ambalo lilikuwa linatia mashaka ni eneo la katikati mwa uwanja, kwa sababu wachezaji wa katikati mwa uwanja ukimtoa Yusuf Kagoma, Lassana Kante ni mchezaji mzuri lakini anawahi kuchoka na mashaka kidogo na fitness yake. Nadhani hapa ndipo eneo ambapo nilitaka kuchangia kidogo kuelekea msimu ujao. Nadhani Simba wana haja viongozi pamoja na mwalimu kwenda sokoni na kutafuta kiungo mwingine ambaye atakuwa reliable kwa muda mrefu ndani ya kiwanja, kwa sababu Lassana Kante mechi nyingi ambazo anacheza hazimalizi kwa sababu ya fitness. Kiwango chake cha utimamu wa mwili kipo chini mno. Kwa hiyo timu ina uhitaji ubora wake, lakini kwa vile utimamu wake wa mwili ni mdogo, basi hamalizi mechi muhimu na kubwa kama hizi na kuacha mzigo mkubwa sana katikati mwa uwanja. Na unaweza kuona jana Kagoma alifanya kazi kubwa sana mpaka naye akachoka, ikamlazimu mwalimu sasa akawa hana option pale katikati, akawatumia viungo wa ushambuliaji kucheza kweny maeneo ya katikati mwa uwanja. Ilikuwa ni big risk against mpinzani kama Young Africans ambaye ana quality kubwa sana ya kukuadhibu endapo kama timu haipo compact. Inapopoteza mpira timu hairudi katika shape kwa haraka ya kiulinzi. Inapopoteza mpira ama inapohitajika kuzuia inakuwa ni tatizo kweli. Kwa hiyo basi tu kwa mtazamo wangu mimi ni kama vile Young Africans walichoka sana kwenye muda ule wa extra time. Kwa hiyo wakashindwa kuwa na ule uharaka wa kushambulia ambao tumekuwa tukiwazoea kuwa nao katika michezo yao ya hivi karibuni. Kwa hiyo wakawa wamekaa nyuma muda mwingi, ikawa ni faida pia kwa Simba kwa sababu ukikaa nyuma ushambulii, it means lango ama safu ya ulinzi ya Simba bado inaendelea kuwa salama. Kwa hiyo haikuwa nzuri sana kutazama kiungo cha Simba
kikiwa na Clatous Chama miaka 34, Neo Maema over 30, lakini pia kidogo ambaye alikuwa anapa balance ya energy bila mpira ni Ino Jospin Loemba ambaye alikuwa anacheza kwenye maboksi yote. Utamkuta chini, utamkuta katikati, lakini pia utamkuta kwenye transition, unamkuta na act kama kiungo wa ushambuliaji au sometimes paka winger ama force number 9. Kwa hiyo eneo la katikati mwa uwanja ni eneo ambalo naamini kuelekea msimu ujao viongozi wa Simba wanatakiwa kulifanyia kazi kubwa sana, kwa sababu wachezaji waliopo sio reliable katika level ya utimamu wa kimwili. Kante sana ndio tatizo kubwa sana linamwathiri. Ni mchezaji mzuri muhimu sana kwa mwalimu Steven Barker kwa sababu ya uwezo wake wa kupasia, ni progressor wa mchezo mzuri kwa kupasia kutokea chini, lakini ndio hivyo, sio reliable, hamalizi mechi muhimu, hadumu mchezoni kwa muda mrefu, anawahi kuchoka, na akishachoka bwana mara nyingi ndo ana commit sana faulo nyingi ambazo kukutana na mwamuzi katili anaweza akatoa adhabu kubwa, hata kukupa kadi nyekundu. Kwa hiyo haya ndo madhaifu kidogo ambayo niliyaona kwa upande wa mchezaji mmoja mmoja, lakini tactically mwalimu Steven Barker alikuwa na mechi perfect sana. Ukiangalia alivyoanza, unamuelewa, alianza na wachezaji wengi ambao ni mobile, wako flexible tactically, ambao wanaweza interchange wakatengeneza combination play na kuvuruga defensive shape ya Young Africans, kwa sababu tunafahamu Young Africans wana safu nzuri ya ulinzi, mabeki wao ni very top kwenye kudefend. Kwa hiyo unahitaji wachezaji ambao wana IQ kubwa ya mpira. Sasa ukiwawekea mtu kama Mpanzu, ukiwekea mtu kama Ura na Libase Gay, obviously zile combination plays zao lazima zitawavuruga, na mwisho wa siku unaweza ukatengeneza nafasi nyingi sana, tofauti na kuanza na mshambuliaji asili ambaye ana stick. Ukianza na mshambuliaji ambaye ana stick dhidi ya mabeki wa Young Africans kama Ibrahim Baka, ni ngumu sana kutengeneza nafasi kirahisi, kwa sababu they enjoy, mtu kama Baka ana enjoy ile physical battle, ana enjoy contact. Kwa hiyo ukimpanga na mtu ambaye ana stick, anakuwa very static kwenye mstari wa juu wa ushambuliaji wa klabu kama Simba, inakuwa ni rahisi kwa Young Africans kuzuia, tofauti na kuzuia na wachezaji wengi ambao ni runners, ni watu ambao wanaweza wakapokea kwenye maeneo, kupokea mpira kwenye maeneo finyu na kutengeneza ile combination play kwa kupasiana wao kwa wao then na kutoka. Kwa hiyo unaweza kumsifu Baka, alikuwa na plani nzuri kabla hajaumia Anise Ura. Nadhani injury yake watu wengi pia wamekuwa na concern kwamba inawezekana ni kubwa sana, lakini nilijaribu kufanya mazungumzo baada ya mchezo na mtu wa physio, yani ni physio ama daktari wa masuala ya misuli wa klabu ya Simba, Shikimweli, ni kuuliza ukubwa labda wa jeraha la Anise Ura, lakini aliniambia kwamba ilikuwa ni muscle injury, ni majeraha ya msuli wa paja. Sasa hajajulikana ameumia kwa kiasi gani, lakini akaniambia inawezekana ni cramp ama ni msuli tu kwa umetetereka kwa kiasi ambacho unaweza kumfanya mchezaji mwenyewe Anise Ura asikosekane ama asikae nje kwa muda mrefu. Kwa hiyo leo hii wakirejea Dar es Salaam, nafikiri ameniambia kwamba wataendelea kufanya vipimo zaidi kujua ukubwa wa tatizo la Anise Ura ambalo alipata katika mchezo wa Yanga jana katika fainali hiyo ambayo Simba imemalizika akiwa mabingwa. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi nzuri. Utampongeza mwalimu Steven Barker kwa sababu ujio wake katika kikosi cha Simba umepunguza margin ama gap baina ya klabu ya Simba na hivi vilabu ambavyo vilionekana ni superior mbele ya Simba, vilabu kama vya Azam pamoja na Young Africans. Kwa hiyo let's see mchezo utakaofuatia wa ligi utakuwaje. The most important thing kwa sasa hivi ni recovery ya wachezaji, wana recover vipi kuelekea mchezo huu tena mkubwa ambao una intensity kubwa na utachezwa kwa kasi ambayo tumeishuhudia pia katika mchezo wa jana. Kwa hiyo recovery ya wachezaji wa Simba itadetermine pia kiwango ambacho utakionyesha
katika mchezo huo wa ligi Mei 3 katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo bana. Mpaka wakati ujao, chao, kuwa na wakati mwema.